الحمد لله الذي شرع التوبة رحمة لعباده ألا يعذب أحدا تاب إليه وتضرع له وتذلل، وجعل أبوابها مفتوحة حتى تطلع الشمس من مغربها، وبين سببا من أسباب قبولها أن يتوب العبد قبل أن يبلغ الروح الحلقوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى فقد فاز من اتقاه. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye amelifanya jambo la tauba kuwa ni sheria katika Uislamu, lakini lengo kubwa ni kuwaonea huruma waja wake, na akaifanya milango ya tauba kuwa wazi mpaka pale jua litakapochomoza kutokea magharibi na kwenda mashariki. Lakini pia akabainisha sababu za kukubalika kwa toba ya mja. Moja katika sababu, an yatuba al-abdu qabla an yablugha ar-ruhul hulqum, atubie mwanadamu kabla ya roho haijafikia hatua ya kutengana na kiwiliwili. Sambamba yote hayo, nitumie nafasi hii kukuhusieni, ikiwa ni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, leo katika hutuba yetu hii tutazungumza kunako maudhui muhimu, maudhui ambayo Muislamu anapaswa aishi nayo, maudhui ya tauba, ambayo ni kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maudhui hii Muislamu anapaswa kuishi nayo, anapaswa kudumu nayo, ni kwa sababu hakuna mwanadamu yoyote ambaye ni mkamilifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwanadamu yoyote ambaye yeye amesalimika kutokana na makosa na maasi, bali kila mwanadamu ana mapungufu ya kimaasi, ana mapungufu ya kimakosa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo, kwa kuwa tumo ndani ya masiku ambayo si muda mrefu Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake, ikiwa atatujalia akatuweka katika maisha haya ya dunia, akatuacha tukaendelea kuwa hai, tutaingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao yatupasa sisi Waislamu tuingie hali ya kuwa tumekwisha kuwa wasafi, wasafi wa moyo, wasafi wa tabia, wasafi wa mwili, na hata wasafi wa matendo. Lakini pia kwa kuzingatia mwezi ujao, mwezi huu ambao ni mwezi wa fahari kwa Muislamu, yatupasa tuingie hali ya kuwa tumekwisha jing'oa katika maasi,
Neno toba kwa watu wa lugha wanasema arrujuu an shay'in, ni kutoka kuachana na kitu fulani ambacho ulikuwa umeshikamana nacho. Lakini kisheria fataubatu hiya tarku dhambi makhafata Allah ta'ala wastish'aru qubhi wa nadamu ala al-ma'siyah min haythu annaha ma'siyah. Toba kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu ni mtu kujitoa sehemu alikokuwa katika maasi, ni kuachana na madhambi makhafata Allah. Lengo la kuachana na maasi ni kwa ajili ya kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia na kuhisi ubaya wa yale mtu aliyokuwa akiyatenda, wanadamu ala fi'liha, na huyo anayeachana na maasi hayo ajutie kwa nini alikuwa akifanya maasi hayo, kwa kuwa ni mambo ambayo hayafai kwa mujibu wa sheria. Hii ndiyo maana ya tauba kwa misingi ya kisheria ya dini ya Kiislamu. Kwa sura hiyo sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, naye akasema maana ya tauba, akasema at-tauba hiya an-nadamu bil qalbi wal istighfaru bil lisan wal idmaru ala alla yaud. Toba ni mtu ajutie moyoni, ahisi maumivu ya yale aliyokuwa akiyafanya, maasi mbalimbali, maovu mbalimbali, ahisi machungu katika moyo wake. Walistighfaru bil lisan, na amtake msamaha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia ulimi wake, akiri, anyenyekee, ajidhalilishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia wal idmaru ala alla yaud, na adhamirie ya kwamba hatorudi katika maasi hayo ambayo anayoyaombea toba na msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo akazungumza mwanachuoni al-Allama as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yakasema at-tauba hiya ar-rujuu mimma yakrahuhu Allah ta'ala dhahiran wa batina. Toba ni ile hali ya Muislamu kujitoa katika maasi na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aachane na yale ambayo Allah alikuwa anamkasirisha kwa dhahiri na kwa siri, ila ma yuhibbuhu Allah ta'ala dhahiran wa batina, na aelekee kutenda matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda na anaridhia kwa dhahiri na kwa njia ya siri. Ndugu zangu katika iman, tubu ila Allah, turejeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, turejeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutubie kwa Allah jalla wa ala kabla dukhulina fi hadha ash-shahr. Turejee kwa Allah, tumuombe msamaha Allah tabaraka wa ta'ala kabla ya kuingia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Ni jambo ambalo halipingiki pale ambapo mwanadamu anapopata mgeni wa heshima, mgeni ambaye kwake ana nafasi kubwa. Kuna maandalizi ambayo huwa anayafanya kabla hata mgeni mwenyewe hajafika. Anaweza akaandaa hata mazingira ya nyumbani kwake, akaandaa hata mazingira ya nje ya nyumba yake, akaandaa mazingira hata ya takrima. Yote haya yanafanyika kabla ya mgeni hajafika. Ni kwa nini anafanya yote hayo? Ni kwa sababu ili mgeni atakapofika apate muda mzuri wa kuzungumza naye, apate muda ambao ni munasib, muda sahihi wa kukaa naye na kumkirimu kwa aina mbalimbali za takrima. Ndugu zangu katika iman, at-tauba laha makana
fil Islam. Toba ni jambo ambalo lina nafasi kubwa kwa Muislamu katika sheria yetu hii ya Uislamu. Litauba makanatun adhima wa rafi'an haythu anna Allah ta'ala shara'aha rahmatan li'ibadihi alla yu'adhiba ahadan taba ilayhi wa tadarra lahu wa tadhallal. Toba ina nafasi kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia toba ina nafasi kubwa kwa Muislamu. Ni kwa sababu Allah ameifanya kuwa ni sheria kubwa kabisa, ni kuwahurumia waja wake, kwa sababu Allah hataki kumuadhibu yoyote katika waja wake ambaye atatubia kwake yeye, atajitoa katika maasi, akarudi katika njia sahihi, akaelekea katika toa. Allah subhanahu wa ta'ala akafungua milango ya tauba kwa ajili ya kuwahurumia waja wake. Walidhalika, na kuonyesha nafasi ya tauba, umuhimu wake, qala al-allama as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, at-taubatu aslu sa'adati ad-dunya wal-akhirah. Mwanachuoni huyu anasema tauba, jambo la kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kujitoa katika maasi na kujivua na maasi, kuachana nayo, ndiyo msingi wa maisha mazuri ya mwanadamu hapa duniani na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maashara almuslimin, tubu ila Allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun. Rejeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala enyi waumini, bila shaka mtapata kufaulu mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibati fillah, ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha katika kitabu chake, akawaamrisha waja wake warejee kwake na watubie kwake sehemu tofauti tofauti katika Qur'an. Lakini moja, Allah anasema watubu ila Allahi jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun. Rejeeni kwa Mola wenu nyote kwa ujumla enyi waumini, ili mpate kufaulu mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala ameihusisha tauba na waumini. Ni dalili inaonyesha ya kwamba muumini ndiyo mtu pekee anatambua taksir, anatambua mapungufu yake, halafu moja kwa moja anakuwa mwepesi wa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falmu'min laysa mutakabbiran, muumini hawi na jeuri, muumini hana kiburi, muumini hawi na dharau, kwa sababu anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana Allah akamuhusisha ayuha almu'minun, enyi waumini rejeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameitoa Imamu Muslim katika sahihi yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa wito kwa umma wake, ya ayuhan nas, enyi watu, tubu ila Allah, rejeeni, tubieni kwa Allah, wastaghfiruh, na mumtake msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni atubu fil yawmi 100 marra, kwani mimi ninatubia kwa Allah 100 marra, mara 100 kwa siku. والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة هذه الأمة. na Mtume sallallahu alayhi wasallam
ndiyo kiigizo kizuri cha umma huu. Ikiwa yeye kila siku anafanya tauba, anamtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala fil yaumi, kwa kila siku mara 100, na hii mara 100 sio katika kuweka kikomo, wa inma dilala ala kathrati istighfar, ni dalili ya kuonesha wingi wa kutaka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo muislamu asiseme ya kwamba mtume alikuwa akitubia mara 100 na akakomea hapo. Wanachuoni wameeleza hii inaonesha wingi wa kutaka msamaha. Kwa hivyo muislamu anapaswa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Ahibati fillah, litauba shurut. Ndugu zangu katika imani, tauba ili muislamu au mtu anapokusudia kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuna masharti ambayo inapaswa mtu huyu ayazingatie wakati wa kutubu kwake. Kwani sheria ya Uislamu, tauba inamlenga Allah subhanahu wa ta'ala, na si kumkosea Allah. Unamwasi Allah, unafanya madhambi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, halafu unakwenda kwa sheikh unamtaka msamaha sheikh. Hapana. Kwenye Uislamu tauba inamhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa masharti ya tauba yamegawanyika sehemu kuu 3. Yapo masharti yanafungamana na huyo anayetubu, na yapo masharti ambayo yanafungamana na haki za watu wengine, lakini pia kuna masharti ambayo yanafungamana na muda. Kama nilivyoeleza pale awali, Allah subhanahu wa ta'ala alilifanya jambo hili kuwa ni sheria. Lengo kubwa ni kuwahurumia waja wake, lakini akaiweka milango ya tauba, akaifungua kuwa wazi muda wote mpaka pale jua litakapochomoza kutoka magharibi na kwenda mashariki. Lakini pia akabainisha moja katika sababu za kukubalika kwa tauba ya muislamu au tauba ya mja, an yatuba qabla an yablugha ar-ruhu al-hulqum, atubie katika muda ambao ni munasib, muda muafaka, muda ambao tauba inakubalika. Miongoni mwa masharti, an takuna taubatu khalisatan liwajhi Allah tabaraka wa ta'ala, لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. Sharti la kwanza, wakati mja anakusudia kuomba msamaha kwa yale anayoyafanya katika maasi, anatakiwa aelekeze toba yake kwa Allah tabaraka wa taala, an takuna khalisatan lillahi jalla wa ala, atubie na iwe tauba hiyo ni maalum, iwe ina ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatul ikhlas, neno hili ikhlas ni kuifanya tauba kuwa special kwa ajili ya Allah, ni Allah peke yake, kusiwepo na sababu nyinginezo, kani yatuba riya au sum'a au iftikhar. Asitubu mtu kwa sababu watu wamuone ya kwamba ametubu. Asitubie mtu kwa sababu ya watu wamuone au asikike kwamba fulani ametubu.
au kutafuta umaarufu na umashuhuri. Tauba iwe ni maalum kwa ajili ya Allah, mwenyewe ahisi maumivu, kama ambavyo alivyofasiri maana ya tauba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, huwa an-nadamu bil qalb, ni majuto na maumivu yapatikane ndani ya moyo. Kwa nini? Muda wote alikuwa akimwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu walistighfaru bil lisan, na afanye wingi wa kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala kutumia ulimi. Sharti la pili katika masharti ambayo yanafungamana na huyu anayetubu, al-iqla'u 'anil ma'siyah wan-nadamu 'ala fi'liha. Huyu anayetubu ajingoe, ajitoe kiuhalisia katika hayo maasi, na asirejee kama mzaha, asitubie kama utani, atubu kiuhalisia na ajitoe katika hayo maasi kwa ajili ya kutafuta msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, tubu ila Allah, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, hadithi ambayo ameisahihisha mwanachuoni al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala, Mtume anasema an-nadamu tauba, ile hali ya kujuta ni dalili ya kuonesha ya kwamba mja huyu amekiri mapungufu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti la tatu ambalo linafungamana na huyu anayetubu, al-azmu ala adami al-audati ilaiha mujaddadan, aweke maazimio na makusudio na iwepo nia ya kweli ya kwamba hatarudia tena hayo anayoyaombea msamaha kwa Allah. Ndugu zangu katika iman, haya ni masharti matatu ambayo yanafungamana na mimi na wewe, ambao tayari tunaweza tukaamua hivi leo kutubia kwa Allah. Ni lazima tuhakikishe ya kwamba tunafanya tauba. Tauba hiyo iwe ni special, ni maalum kwa ajili ya Allah, lakini tuwe na makusudio ya kujitoa kiuhalisia, kutoka katika maasi na kurejea katika toa. Lakini jambo la tatu, tuweke maazimio ya kutokurudia hayo maasi ambayo tunayoyaombea tauba. Katika masharti ambayo yanafungamana na haki za wanadamu, radul madhalimi ila ahliha, ni kurejesha. Ili ni sharti la toba. Muislamu anapoomba toba, lakini hiyo toba anayoiomba ikakutana ni tauba ambayo anaomba kwa kitu alichomdhulumu mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanachuoni wanasema raddul madhalimi ila ahliha, anapaswa mja huyo ile dhulma aliyoifanya, kitu kile alichochukua kwa dhulma, amrejeshee mwenyewe na huku akimtaka msamaha. Katika masharti ambayo yanafungamana na muda, alla tablugha ruhul hulqum, wakati mja huyu anatubu, atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla roho yake haijakaribia kutengana na kiwiliwili chake. Kwani toba ambayo pale mja tayari kishafikiwa na sababu za kifo, tayari anaonekana mja huyu roho yake inatoka, halafu akasema sasa hivi natubu, Allah amekwisha kataa tauba hiyo. Hiyo siyo toba. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo ni sahihi, inna Allah yakbalu taubata al-abdi ma lam yugharghir, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anaipokea na kuikubali toba ya mja wake pale ambapo atatubia kabla ya roho haijakaribia kuachana na kiwiliwili. Katika masharti yanayofungamana na muda,
an takuna tauba qabla tulu'i shamsi min maghribiha, ni hiyo toba ipatikane kabla ya jua halijachomoza magharibi na kwenda mashariki, kwani wakati huo milango ya tauba inafungwa. Haikubaliki tauba ya mtu yoyote. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo ameitoa Imamu Muslim, man taba qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alayhi, mtu yoyote atakayetubia kwa Allah kabla ya jua halijachomoza kutokea magharibi na kwenda mashariki, Allah subhanahu wa ta'ala ataipokea na kuikubali tauba yake. Ndugu zangu katika imani, tuko katika muda ambao, tuko katika zama ambazo tauba ni wajib. Tauba ni wajib kwa sababu maovu na maasi yanafanyika kila kona. Maovu na maasi yanafanyika kwa dhahiri. Tunapaswa turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutubie kwa Allah jalla wa ala, ili tuingie ndani ya mwezi wa Ramadhani tukiwa ni wasafi wa nafsi, ni wasafi wa mwili, ni wasafi wa matendo, lakini tupate muda wa kukithirisha kufanya ibada na kuzungumza na mgeni wetu kwa hali ya utulivu na hali ya salama. Ndugu zangu katika imani, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم إنك سميع قريب مجيب دعوات يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.